Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za asubuhi ya leo, ambapo tunawaletea matangazo mbalimbali kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika eneo la Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Katika taarifa yetu ya habari za asubuhi ya leo, utafahamu mengi yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu mambo ya vita vinavyoendelea, lakini pia kuhusu siasa zinazohusu mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia kumwisho habari tutakunga moja kwa moja na habari za kimataifa, ambapo utazidi kufahamu mengi yanayoendelea duniani. Karibu katika taarifa ya habari, ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Katika eneo la Lubero, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama imezidi kuwa mbaya kufuatia kukamatwa kwa viongozi wawili wa shirikisho la biashara la Kongo, yani FEC, katika kijiji cha Miriki. Tukio hilo limedaiwa kufanywa na waasi wa M23 na limeongeza hofu miongoni mwa wakazi na wafanyabiashara wa eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, viongozi hao wawili walikamatwa wakati wakitekeleza majukumu yao ya kikazi bila maelezo ya kina kutolewa kuhusu sababu za kukamatwa kwao. Hali hiyo imeibua maswali mengi kuhusu usalama wa wafanyabiashara na viongozi wa kiraia katika maeneo yanayokumbwa na migogoro ya silaha. Mashahidi wanasema kuwa wanajeshi wa kundi hilo waliingia Miriki na kuimarisha uwepo wao, hatua iliyosababisha baadhi ya wakazi kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Shughuli za biashara zimeanza kusimama huku maduka mengi yakifungwa kutokana na hali ya sintofahamu. Viongozi wa kijamii na mashirika ya kiraia wamelaani tukio hilo, wakitaka kuachiliwa mara moja kwa wahusika pamoja na kuheshimiwa kwa haki za kibinadamu. Wamesitiza kuwa kukamatwa kwa viongozi wa FEC kunaathiri vibaya uchumi wa eneo hilo, hasa katika kipindi ambacho wakazi tayari wanakabiliwa na changamoto nyingi za maisha. Kwa upande mwingine, hakuna tamko rasmi iliyotolewa hadi kufikia sasa na kundi la M23 kuhusu tukio hilo. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa hatua hiyo inaweza kuwa sehemu ya mkakati wa kuimarisha udhibiti wao katika eneo ya Kivu Kaskazini. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia vyombo vyake vya usalama bado havijatoa taarifa rasmi kuhusu hatua itakayochukuliwa, lakini wananchi wanaendelea kuitaka serikali kuchukua hatua za haraka ili kurejesha usalama na utulivu. Wakati huo, mashirika ya kimataifa yanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali hiyo, yakihofia kuongezeka kwa ukiukwaji wa haki za kibinadamu na kuendelea kwa mgogoro katika ukanda huo. Kwa sasa, hali ya taharuki inaendelea kutawala katika eneo la Lubero, huku wakazi wakisubiri hatua madhubuti zitakazochukuliwa ili kuhakikisha usalama unarejea. Katika mwendelezo wa hali ya taharuki mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika jimbo la Kivu Kusini, mvutano mpya umeibuka kati ya jeshi la serikali na makundi ya wazalendo maarufu kama wazalendo katika eneo la Fizi na mji wa Baraka. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka kwa vikosi vya jeshi la taifa, yani FARDC, Forces Armées de la République Démocratique du Congo, mamlaka ya kijeshi imetoa agizo kali kwa wapiganaji wa wazalendo kuondoka mara moja ndani ya mji wa Baraka pamoja na vijiji vinavyozunguka eneo hilo. Hatua hii imekuja ikiwa ni sehemu ya kile kinachoelezwa kuwa juhudi za kurejesha utulivu na udhibiti kamili wa usalama chini ya jeshi la serikali. Mbali na agizo hilo la kujiondoa, jeshi pia limepiga marufuku kwa wanachama wazalendo waliopo katika maeneo hayo kuvaa sare za kijeshi au kubeba silaha hadharani. Mamlaka zinasema kuwa hatua hiyo inalenga kuzuia mgawanyiko kati ya raia, wanamgambo na wanajeshi halali pamoja na kuimarisha nidhamu ya kijeshi katika eneo hilo ambalo limekuwa likikumbwa na migogoro mara kwa mara. Hata hivyo, hatua hii imeibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo pamoja na viongozi wa wazalendo. Baadhi yao wanahisi kuwa agizo hilo linaweza kuwa ni afiche, wakihofia kuwa ni mpango wa kuachia maeneo ya Fizi na Baraka mikononi mwa adui, hasa katika muktadha wa vita vinavyoendelea dhidi ya waasi wa M23 katika ukanda wa Kivu. Viongozi wa wazalendo wameonyesha wazi kutoridhishwa kwao na uamuzi huo wa kijeshi, wakidai kuwa wao ndio wamekuwa mstari mbele katika kulinda maeneo yao dhidi ya mashambulizi ya makundi ya waasi. Wameonya kuwa
kuondolewa kwao kunaweza kuzoofisha ulinzi wa raia na kuruhusu adui kupenya kwa urahisi. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya viongozi wao wametishia kuitisha maandamano na wananchi pamoja na kile kinachoitwa ville morte, yani siku za kusimamisha shughuli zote za kijamii na kiuchumi kama njia ya kupinga uamuzi wa jeshi na kushinikiza mabadiliko ya msimamo. Wananchi wa Baraka na maeneo ya jirani kwa sasa wanaishi katika hali ya hofu na sintofahamu, wakijiuliza hatima ya usalama wao iwapo mvutano kati ya jeshi na wazalendo utaendelea kuongezeka. Wengi wanatoa wito kwa serikali kuu na viongozi wa kijeshi kutafuta suluhisho la haraka kupitia mazungumzo ili kuepusha hali hiyo isije ikazidi kuwa mbaya zaidi. Hadi kufikia sasa hakuna dalili za wazi za makubaliano kati ya pande hizo mbili, huku hali ikiendelea kufuatiliwa kwa karibu na wadau wa usalama pamoja na mashirika ya kiraia. Katika maendeleo mapya yanayohusiana na mgogoro wa usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Umoja wa Ulaya umetangaza kusitisha ufadhili wake kwa vikosi vya Rwanda vilivyokuwa vikifanya operesheni za kijeshi nchini Msumbiji. Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia wasiwasi unaoongezeka kuhusu madai ya kuhusika kwa Kigali katika mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika vita vinavyohusisha waasi wa M23 katika eneo la Kivu. Kwa mujibu wa vyanzo vya kidiplomasia, uamuzi huo haukuwa rahisi kufikiwa, kwani ndani ya Umoja wa Ulaya kulikuwa na mitazamo kinzani. Baadhi ya nchi wanachama zikiwemo Ufaransa, Ureno na Italia zilikuwa zinaunga mkono kuendelezwa kwa msaada huo, zikieleza kuwa vikosi vya Rwanda vina mchango muhimu katika kupambana na ugaidi, hasa dhidi ya makundi yenye itikadi kali kaskazini mwa Msumbiji. Hata hivyo, nchi nyingine kama Ubelgiji, Ujerumani na Uswedi zilipinga vikali kuendelea kwa ufadhili huo. Mataifa haya yalisisitiza kuwa haiwezekani kuendelea kuunga mkono nchi inayotuhumiwa kuhusika katika mgogoro unaosababisha ukosefu wa usalama katika nchi jirani, hususan Kongo. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaona kuwa uamuzi huu ni ishara ya shinikizo linaloongezeka kutoka kwa jumuiya ya kimataifa dhidi ya Rwanda, huku ikionyesha pia mgawanyiko uliopo ndani ya Umoja wa Ulaya kuhusu namna ya kushughulikia migogoro ya Afrika na ushirikiano wa kijeshi. Aidha, hatua hiyo inaweza kuwa na athari mbili kuu. Kwanza, inaweza kuzoofisha operesheni za kijeshi dhidi ya makundi ya waasi nchini Msumbiji iwapo pengo ya kifedha haitajazwa kwa haraka. Pili, inaweza kuongeza mvutano wa kidiplomasia kati ya Rwanda na baadhi ya washirika wake wa kimataifa. Kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uamuzi huu unaweza kuonekana kama ushindi wa kidiplomasia, ikizingatiwa kuwa Kinshasa imekuwa ikilalamikia kwa muda mrefu kile kinachodai kuwa ni kuingiliwa kwa mambo yake ya ndani na nchi jirani. Hata hivyo, hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa mbaya, na hatua hii peke yake haitoshi kumaliza mgogoro huu. Wito umeendelea kutolewa kwa suluhisho la kudumu kupitia mazungumzo ya kisiasa, ushirikiano wa kikanda na juhudi za pamoja za kimataifa. Kwa sasa macho ya wengi yanaelekezwa katika hatua zitakazofuata na iwapo uamuzi huu wa Umoja wa Ulaya utachangia kupunguza mvutano au kuongeza misuguano katika ukanda wa maziwa makuu. Katika muktadha wa vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mgogoro wa uasi wa M23 katika eneo la Kivu, swala jipya lenye uzito wa kimkakati na kisiasa limeibuka, likihusisha uwekezaji wa kimataifa na masuala ya usalama wa mipaka. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, wawekezaji kutoka Marekani kwa msaada wa serikali ya Marekani wanapanga kuanzisha kile kinachoitwa eneo la kutokuwa na shughuli za kijeshi
kuzunguka miundombinu au mradi wao unaotarajiwa kujengwa katika ukanda wa mpakani unaounganisha nchi tatu: Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Lengo kuu la mpango huu kwa mujibu wa wafadhili ni kuhakikisha usalama wa wawekezaji wao katika eneo ambalo limekumbwa na migogoro ya silaha kwa muda mrefu. Wawekezaji hao wanaona kuwa bila kuwepo kwa eneo lisilo na shughuli za kijeshi, hatari ya mashambulizi, uporaji au uharibifu wa miundombinu inaweza kuwa kubwa, jambo ambalo linaweza kuhatarisha fedha zao. Hata hivyo, pendekezo hilo limekutana upinzani mkali kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan mamlaka ya Kinshasa. Serikali inaona kuwa kuanzishwa kwa eneo maalum lisilo na uwepo wa jeshi la taifa ndani ya mipaka yake ni jambo linaloweza kuzofisha mamlaka na uhuru wa nchi. Kwa upande wa viongozi wa Kongo, hatua hiyo inaweza kufasiriwa kama aina ya kuingiliwa kwa mamlaka ya ndani au hata kuweka msingi wa udhibiti wa kigeni katika sehemu ya ardhi ya taifa. Wachambuzi wa masuala ya siasa na usalama wanaeleza kuwa mvutano huu unaonyesha mgogoro wa moja kwa moja kati ya maslahi ya kiuchumi ya kimataifa na dhana ya uhuru wa taifa. Kwa upande moja, kuna shinikizo la kulinda uwekezaji na kuleta utulivu wa kiuchumi, lakini kwa upande mwingine kuna hofu ya kupoteza udhibiti wa maeneo kimkakati, hasa katika ukanda ambao tayari una historia ya migogoro inayohusishwa na nchi za jirani. Zaidi ya hayo, eneo linalolengwa lina umuhimu mkubwa wa kijiografia na kiusalama, likiwa karibu na mipaka yenye mvutano wa muda mrefu kati ya Kongo na baadhi ya majirani wake. Hali hii inazidisha wasiwasi kwamba uwepo wa eneo la neutralite militaire unaweza kuibua tafsiri tofauti na hata kuzua mvutano mpya wa kidiplomasia katika ukanda huo. Kwa sasa hakuna makubaliano yaliyofikiwa kati ya pande husika. Serikali ya Kongo inaendelea kusisitiza kulinda mamlaka yake ya kitaifa, huku wawekezaji na washirika wao wakishikilia msimamo wao wa kutaka dhamana ya usalama kabla ya kuwekeza. Hatma ya mpango huo bado haijulikani, lakini ni wazi kuwa mjadala huu una athari mpana, si tu kwa mustakabali wa wawekezaji katika eneo hilo, bali pia kwa siasa za kikanda na usalama wa nchi za maziwa makuu. Serikali ya Iran imekanusha vikali madai yaliyotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump kwamba Tehran imeomba kusitishwa kwa mapigano yanayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, Iran ilieleza kuwa kauli hiyo ya Trump ni ya uongo na isiyo na msingi wowote. Kauli hiyo ilitangazwa kupitia vyombo vya habari vya serikali, ikiwa ni majibu ya moja kwa moja kwa madai ya rais huyo wa Marekani aliyedai kuwa Iran ilikuwa tayari kwa mazungumzo ya kusitisha vita. Kwa mujibu wa viongozi wa Iran, nchi hiyo haijawahi kuwasilisha ombi lolote la kusitisha mapigano, na badala yake imesisitiza kuwa itaendelea kujilinda dhidi ya mashambulizi yoyote. Tamko hilo linaonyesha msimamo mkali wa Tehran katika mzozo huo unaoendelea, huku ikikanusha uwepo wa mazungumzo ya moja kwa moja au makubaliano yoyote ya siri. Kwa upande wake, Rais Donald Trump aliendelea kusisitiza katika hotuba zake kuwa Iran inaonyesha dalili za kutaka suluhu ya amani, akidai kuwa mazungumzo yanaweza kufanyika ndani ya muda mfupi. Hata hivyo, kauli hiyo imekuwa ikipingwa mara kwa mara na viongozi wa Iran, jambo linaloonyesha tofauti kubwa ya mitazamo kati ya pande hizo mbili. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema mvutano huu wa kauli unaweza kuathiri juhudi za kidiplomasia, hasa katika kipindi ambacho hali ya usalama katika eneo hilo inaendelea kuwa mbaya. Wanasema kuwa ukosefu wa maelewano kuhusu uwepo au kutokuwepo kwa mazungumzo ya kusitisha mapigano unaweza kuongeza hatari ya kuendelea kuwa vita.
Hali hiyo imekuja wakati Marekani ikiongeza shinikizo kwa Iran, huku Rais Donald Trump akitoa matamko makali akitishia hatua zaidi za kijeshi dhidi ya Tehran katika siku zijazo. Katika mazingira haya, jamii ya kimataifa inaendelea kutoa wito wa mazungumzo ya amani ili kupunguza mvutano na kuepusha madhara zaidi ya kibinadamu na kiuchumi. Kwa sasa, hali bado ni ya sintofahamu, huku kila upande ukishikilia msimamo wake. Wakati Iran ikikanusha madai ya kuomba usitishaji wa mapigano, Marekani inaendelea kusisitiza kuwa kuna uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano ya amani. Mvutano kati ya Iran na mataifa ya Ghuba unaendelea kuongezeka wakati jumuiya ya kimataifa ikiendelea kuweka au kuimarisha vikwazo dhidi ya Tehran. Hatua inayozua hofu ya kuongezeka kwa mgogoro katika eneo ya Ghuba ya Uajemi. Vikwazo hivyo vinatajwa kulenga sekta mbalimbali za Iran, ikiwa ni pamoja na viongozi wa serikali, taasisi za kijeshi na mifumo ya kiuchumi, madai ya ukiukwaji wa haki za kibinadamu na shughuli zinazotishia usalama wa kikanda. Hatua hizi zinakuja katika kipindi ambacho hali ya usalama katika eneo ya Ghuba imekuwa mbaya zaidi. Ripoti zinaonyesha kuwa kumekuwa na mashambulizi na vitisho vinavyohusisha miundombinu ya nishati na usafirishaji wa mafuta, jambo linaloongeza hofu ya mgogoro mkubwa wa kiuchumi duniani. Wataalamu wa siasa za kimataifa wanaeleza kuwa mvutano huu umeongeza athari kwa mataifa ya Ghuba kama vile Qatar, Falme za Kiarabu na Bahrain. Sasa kutokana na uwepo wa vituo vya kijeshi vya kigeni katika maeneo yao, mataifa haya sasa yanajikuta katika mazingira magumu ya kisiasa na kiusalama. Kwa upande mwingine, Iran imekuwa ikionyesha uwezo wake wa kujibu mashinikizo, ikiwa ni pamoja na vitisho vya kuathiri njia muhimu za usafirishaji wa mafuta kama vile mlango wa Hormuz, ambayo ni muhimu kwa uchumi wa dunia. Hali hiyo pia imechochea hofu mpya kuhusu usalama wa miundombinu ya kisasa, ikiwemo vituo vya data katika nchi za Ghuba ambavyo vimeripotiwa kulengwa katika baadhi ya mashambulizi ya hivi karibuni. Wakati huo, viongozi wa kimataifa wanaendelea kutoa wito wa mazungumzo ya kidiplomasia ili kupunguza mvutano huo. Umoja wa Ulaya na mataifa mengine umehimiza pande zote kujizuia na kuheshimu sheria za kimataifa ili kuepusha hali kuwa mbaya zaidi. Hata hivyo, pamoja na wito huo, hali bado unaonekana kuwa ya sintofahamu, huku kila upande ukionyesha kushikilia msimamo wake. Wachambuzi wanaonya kuwa endapo hatua za haraka zitachukuliwa, mvutano huu unaweza kusababisha athari kubwa zaidi kwa usalama wa kikanda na uchumi wa dunia. Kwa sasa, macho ya dunia inaelekezwa katika eneo ya Ghuba, huku wengi wakisubiri kuona iwapo juhudi za kidiplomasia zitaweza kupunguza mvutano au kama hali itaendelea kuzorota. Ni hapo ndipo tunapohitimisha habari zetu za asubuhi ya leo tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2026. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu ni hakikisha tunaletea habari sahihi na za kuaminika, lakini tena kwa muda muafaka. Langu jina ni Ite George Eden, nikiendelea kutoshia matangazo yetu kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, kituo chako chema na bora cha matangazo. Kia kufanya, unaweza kisha unajiabone, una comment vile vile, una partage, na mswali lingine wanasema una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari iendelee kuwafikia walio wengi, au unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona hapo kwenye video na ukatupatia maoni yako au mapendekezo yako baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari mwanzo hadi mwisho. Tunakupatia habari za asubuhi kila siku na habari za jioni. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha tuseme tena asante na tukutane katika taarifa za habari za jioni.